Majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika Mashariki. Hii ni Amka na Baraka1 TV ya tarehe 26 za mwezi wa 5 2026, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wa habari za moto. Rubaya, M23 wakimbia, wengine waongezeka ndani ya kitongoji cha Rubaya. Uvira, James Fikadui asimamishwa kazi ya msemaji wa Unité Speciale ya Wazalendo, huku Generali Kashindi Dunia akisisitiza wazalendo kuondoka muplene ya Ruzizi walekea Runingu kwa ajili ya kuwa identify. Pia baadhi ya polisi wapingana na kauli za General Komanda Rejo Kashindi Dunia. Sud Kivu, Minembwe, Zibira, Kalehe, M23 wakiona cha moto. Baadhi wakamata mateka, huku raia walalamikia vitendo vya mauaji na ubakaji kutoka kwa magaidi wa M23 maeneo ya Zibira pamoja na kando yake. Usikose pia kutembelea Mwangaza TV ambako utaendelea kukutanana na baadhi ya matukio ambayo yako narindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile shiriki na sisi katika operation Saidia Muzalendo. Na tuanze moja kwa moja na taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Rubaya ambako M23 wakimbia na wengine pia waongezeka maeneo ya Rubaya. Hali imekuwa ni mbaya kwa magaidi wa M23, na ni baada ya kipigo kitakatifu ambacho wako wanazidi kukipata huko kwenye uwanja wa mapigano. Kwa sasa hali imeonekana ni ya sintofahamu baada ya vikosi tiifu kwa serikali, vikosi vya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kuweza kuchukua maeneo mbalimbali, huku pia wakikaribia kabisa mji wa Rubaya. M23 wameweza kuongeza nguvu Rubaya baada ya wamoja kukimbia Rubaya. Hiyo imetokana na moto ambao umeletwa na FARDC pamoja na wazalendo. Miongoni mwa vitengo muhimu vya M23 ambavyo viliweza kushambuliwa hiyo siku ya tarehe 25 na vikosi tiifu kwa serikali ni pamoja na Ntete, Shoha pia na Burora ndani ya gavumenti ya Buambo maeneo ya Nyakaboko ya kwanza. Maeneo hayo kumeonekana magari 5 za kamazi za magaidi wa M23 zikitokea maeneo ya Shonyi, Mashango, Lubwe, Side, Kojo, Rubona pamoja na Kashavu, wakijiandaa kwa maeneo ya Kichanga kabla ya kushuka Rubaya kwa ajili ya kujaribu kuzuia ujio wa FARDC pamoja na wazalendo. Vijiji vingine ambavyo viliweza kukombolewa na FARDC pamoja na wazalendo ni pamoja na Runigi, Kanyaru, hivyo maeneo ya kitongoji cha Kishonja na pia ndani ya kitongoji cha Nyambi ndani ya groupmenti ya Mufwini Kibabi tarafani Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini. Tukibaki katika operesheni hiyo huko jimboni Kivu ya Kaskazini ambako FARDC na wazalendo wanazidi kuwatwanga vibaya magaidi wa M23, tuingie tarafani Ruchuru ambako licha ya vikosi kutoka Rwanda, Goma pamoja na Bukavu na Ruchuru haviwezi kuzuia kusonga mbele kwa FARDC pamoja na wazalendo kuelekea ndani ya Rubaya. Ndege isokuwa na rubani iliyopiga hoteli moja huko maeneo ya Rubaya, na huku pia taarifa zikisambaa kwamba alikuwa gavana wa Kivu ya Kaskazini kwa upande wa magaidi wa M23 Erasto Musanga aliweza kuwa ndani ya hoteli hiyo. Taarifa hizo hazijathibitishwa kwa sababu
Baada ya kupigwa kwa hoteli hiyo, kuna picha zilimuonyesha Erasto Musanga akiwa miongoni mwa delegation ambayo ilikuja kuhudhuria kuangalia kile ambacho kilifanyika pale, na ni pone yake tu kwa sababu alikuwa analengwa yeye. Hii ambayo kusikiliza ni Amka na Baraka1 TV. Baada ya taarifa hizo kutoka huko jimboni Kivu ya Kaskazini, tarafani Masisi pamoja na Ruchuru, tuingie ndani ya jiji la Uvira ambako James Fieka Adui asimamishwa kazi ya kuwa msemaji wa unité special, huku pia Kashindi Dunia Komandari Jean akisisitiza wazalendo kurudi Runingu, huku baadhi ya polisi wakipingana na kauli ya Komandari Jean na kutaka wazalendo waweze kuwa ngangari. James Fieka Adui, msemaji wa unité special ya wazalendo, kupitia barua ambayo iko na zagaa kwenye mitandao ya kijamii ikiwa na saini ya Delfe Kalembe Ngoma Nzito, James Fieka Adui amesimamishwa kwa muda kama msemaji wa unité special ya wazalendo. Kisa ni nini? Kisa cha James Fieka Adui kusimamishwa ni kutokana na ujumbe wake tata aliotuma kwa ajili ya Komanda Region. Kitendo cha Komanda Region kuwataka wazalendo wote kutoka pleni ya Ruzizi na kuja kujilundika maeneo ya Runingu imeweza kuwakera wazalendo, na hivyo James Fieka Adui kama msemaji wa unité special ya wazalendo hakuweza kuyafumbia macho na alitoa kauli tata kama unavyosikiliza. Ni kuambia tu Komanda Region hatuwezi rudia nyuma na pesa zetu atupatie. Zile pesa si zake, pesa za serikali ambayo ilituma kwa ajili ya kumotive wazalendo ili waendelee kufanya kazi. Kwa sababu FARDC iko na kufa mwa hii vita, wazalendo wako na kufa mwa hii vita. Wakati tuligombanaka Munene, Kashekezi, Makobola, yeye Komanda Region hakukuwa pale. Hakukuwaka eko. Tulipoteza na siye watu wazalendo, na mpaka tunapoteza watu wako wanakufa kwa hii vita ya Kongo. Tumempoteza Colonel Davi hapa Mplene Kigurwe. Davi alikufa. Hakukufia nchi yake. Kwa nini aanze kuonea wazalendo kama na hivi? Sitasema mengi. Napenda kutoa hii audio yangu na ninajua Komanda Region ataisikia bien. Benye watakuwa pembeni yake bamsukumie sauti ya Fieka Adui, mimi mwenyewe niko naongea. Aifate tena kwa makini kama vile kiongozi wetu. Musiku ngapi kidogo kutakuwa maandamano ambayo nitakonvoke mimi mwenyewe Fieka Adui. Tena maandamano ya kijeshi, sio ya kirahia. Kutakuwa maandamano yenye nitakonvoke kwa ajili ya Komanda Region apane pesa za bazalendo. Na nitaomba yule mzalendo halisi, yule mzalendo ambaye alikubali kukufia nchi yake, aje kujiunga na mimi wakati nitakapofanya hiyo maandamano. Na nitaomba rahia yetu ya Uvira wakati nitafanya maandamano, kusiwe mtu ambaye atatoka mwa nyumba zake, kwa sababu maandamano ya kiserikali ni masasi ndio naliaka tu mwingine. Maandamano ya kijeshi ya kisoda ni masasi ndio inashinde iko nalia. Umeni maliza siku 5 niko napiga masasi mu Uvira. Mpaka Komanda Region apane haki ya wazalendo. Atupe haki yetu. Hawezi kuwa natukamata saa vile batoto, hapana. Na sisi tuko banaume. Tuko banaume na tunayua piga masasi. Tuko tunagombana na adui. Na yeye iko nagombana na adui. Kwa nini akuwa natuonea na franga zetu? Aache kuzipana. Ili message napenda tu kusema kwa wale wazalendo ambao watasikia sauti, na wale wazalendo ambao walisema wataunga Fieka Adui mkono, waje waungane na mimi. Kutakuwa maandamano rasmi, tena maandamano ya kijeshi ya kupiga masasi mu Uvira, mpaka Komanda Region atuambie kisa gani kenye kinaweza tu atuambie tutoke Mplene eti tuje Runingu, atatupatia franga zetu na video yake tuko nayo. Na mpaka hivi watoto wetu wazalendo wanaanza kuhangaika. Komanda Region manake anapenda kutuhangaisha raia, kwa sababu hatutakubali tukufe na njaa, na tuko tunakufia nchi yetu na mali ya nchi na watu wetu. Kama yeye anaona pesa zake zenye walimtumia hata tupatia sisi wazalendo, tutakula kumali ya nchi, kwa sababu tuko na mali mu nchi yetu. Tutakula kumali ya nchi, tutaweka kamba ya kukongola franga kuanzia Makobola mpaka plene yote tuko naweka makamba, na Komanda Region hata katala.
Omo kieleweke na wenyewe bako kunifuza yulu Kinshasa watayua kisa gani kije kinatuma Uvira tunaiharibisha. Mpaka solution ipatikane tu. Mpaka solution ipatikane tu. Kama komanda rejo hapani franga, komanda rejo kama hapani franga za bazalendo, tutaweka kamba kuanzia Makobola mpaka Muplene. Kila aveni na kamba ya Kongola franga tukule kumali yetu ya nchi ya Kongo. Watoto wetu hawezi shinda kwa wanahangaika, wazalendo wako wanakufia nchi yetu na tuko na mali mu nchi yetu ya Kongo. Message inaituma rahia yetu, msiku ngapi mtaona kibarua nitakapokiandika kia siku nitafanya maandamano, na nikifanya maandamano hakuna mtu wa kupita, hakuna gari itakayopita, na maandamano itakuwa ni kwa sababu ya komanda rejo kuima wazalendo pesa zao. Fika adui anaongea. Hilo lilikuja baada ya komanda rejo kufanya mkutano na kuzungumza maneno yafuatayo. Kazi kubwa wengine walikatala kutala hapa wakaenda kutala mumilima. Kwa hiyo wakati na watu wote wenye kwa na arme apara ba FARDC banduki yetu bote tutaenda wapi? Runingu. Kule Runingu ndio watu wote wenye kwa na arme tutaenda kubaorganize, tutaenda kwa nini bote a partir ya leo busiku kesho bataenda kule kwenye paske unaona president tumaka prime wengine bakupataka. Alors il faut watu wote bao ya registre tupeleke rapport tuone kisa kufanya kuliko kutana na tupate kusikia risasi linalia mumukini. Wakupima kupiga risasi atafungiwa. Unapata kuikala ukimya na unapata kuanza commerce zenu, wakulima mashamba wanaanza kulima, wakufanya vitu vyote, activite inafanya nini? Mama na feminista. Kwa vile walivyokuja na kwa vile walivyotufikia basikia leo, kwa kweli tuna viongozi nasema asante sana. Na kwa hiyo miguu ambayo imetufanya baba hatuna kupatia, lakini maji tu ambayo tuenda waambie guvernere, waambie president kama Rufungi wa kufurahia na wakupokea kwa salama. Baada ya hapo, polisi, raia na wadau mbalimbali wa masuala ya siasa na vita wana kauli ifuatayo. Amjambo ndugu zangu wa Kongomani, na salimu kila Mkongomani kwa jina lake. Ni wenu kamanda mzalendo mwenye alikubali kufia nchi yake dawa ya panya, ndiye na wasalimu kwa siku ya leo. Ndugu zangu wa Kongomani, tuangalie mbele. Tuangalie mbele sana, tuangalie mbele juu ya komanda Rejo. Tuangalie mbele s'il vous plaît. Muangalie, nitaka tu kupana kwanza message kwa sengina na kazi tuko tunaendelea kufanya. Muangalie comportement gani tunajafishe hemo mu vita. Na pourque banaweza kusema kesho kusema ke nilitosha bazalendo kufro barudie nyuma sitwende mbele, sa vile banaenda kufungula njia. Hii message mimi najakizia kwa komanda Rejo. Wewe mwenyewe unasema si bazalendo tutoke mbele turudie nyuma ku ordre yako wewe komanda Rejo. Kama unatutosha huku mbele, eske kututosha huku mbele ndio kuenda kufungula njia kwenda pigana ku force ya armée ya republique, kusema republique yeye yenyewe ijidefende yipigane vita? Eske réellement uko naturetire huku mbele pour que ba FARDC baende mbele, ni kwenda kufungula njia wala ni kwenda kuikala, wala kwenda kuikala mbele pour que upate faso kwa napatia banani badui mamunition pour que kesho kwa tupige. Hii kitu ifo kiangalia na kuwaza mbele watu tuko tunaenda. Arme atuonaka arme ya hivi. Depo tunaanza pigana tupiganaka hivi. Adui iko Kamanyola.
Si bazalendo batutoshe huku Katogota sema mwende mwikale Runingu. Eske kile kitu kinasikilikana? Bandugu yangu Makongomani, muanze kusikia kesho kama mnasikia fuyo anti-Genu FARDC isiko mambo. Ile tunabalomba sana paske tunaona sasa vile huku mbele kutakuwa giza. Komanda region anakuwa kufahamiana. General James alipima kumwandikia, alituma message kwa Sengena na makuta yenyewe inaonyesha bazalendo kwamba muende Runingu niwapatie makuta ya prime yenyewe president alituma yenu. Yeye peke kwa anaongea ku paradox. Kisha anakia kugeuka na kuwa kwanza kuminterpeller General James aende kutratua zemi region militaire aende a justifier jani nini alituma message ya vile ku media. Bandugu yangu Wakongomani atapiganaka vita hivi. Si bazalendo adui ko sange utukalise utuambie tusiende kule tukale Runingu. Ni entre parenthèse. Hii bitu yuko mu entre parenthèse. Kama mnajua mnaenda kufungula njia tuende tuavance Bukavu. Tutapiga mikono sana. Tuko na besoin kulibere pays yetu. FARDC yende ifungule tu njia tuanze enda. Parce que hatuna na probleme kulinde front. Hakuna mzalendo mwenye anajikomporte mbaya. Kama ulisirika kuona vile tunamupiga adui sange, tunampertibia hapa Kigurwe, inakuwa ni mambo kusema anza kutosha watu, jua kwanza tusianze kumpiga adui vile tuko tunapanga tuanze kumupiga adui, unapenda tutoshe Katogota tulete Runingu. Eske Runingu ndio kuko vita? Eske Runingu ndio kuko vita? Wandugu yangu Wakongomani mwanze kuyai habari. Runingu hakuna vita. Adui yuko Kamanyola. Sasa hii sisi tunafurahi. Tuko hapa tunafuata ni ordre ya gouvernement. Tuko reserve armée de défense ya RDC. Sasa kile tutalomba komanda rezo bila yuko nafanya, tuko tunakupatia macho. Tuko tunakupatia macho. Sio bazalendo tuko hapa tulizaliwa juu ya kufa kufia hii nchi. Hatukuzaliwa juu ya kufa kukichwa mtu mwenyewe anataleta desordre hapana. Hatupendi mizozano entre nous. Tunataka amani. Tunataka liberation ya pays yetu. Tunalomba kwa kusema bazalendo bataki kumalinde fro basuke Runingu ufungule njia kwenda Bukavu. Tutapiga mikono. Kama nyakwenda ikala waanze kusalimiana na adui, pourto waanze kupana maplay ya kutuwisha. Tutakuwa entre parenthèse. Hii message ilikuwa adressée kwa Wakongomani yote na ku gouvernement yetu na komanda region. Unataka kututosha kumalinde fro tulete Runingu. Huko Runingu na tuleta ndio kwenye kuko vita. Tulipigana hapa Kigurwe. Ndio kitu kilikufunga kuro, kuanza kuturudisha nyuma. Jamais. Kama unataka desordre, utatuona na sisi tunekalaka. Sisi tunekalaka sasa vile kilulu cha mtumbu. Gasita tulimutosha, mu 48 heures tulimutosha Gasita. Wewe hautakuwa ngufu kukutosha. Na waza peine ya Bakongomani. Ukiwa Mkongomani unakuwa tigeti, hauko. Au umerite tena kuwa Mkongomani. Sisi Bakongomani benye tunajitosha kufia nchi. Hatuko jua kuikala maskarade ya kusema tukale tuanze kubakia sana watoto kinoko. Baada ya taarifa hizo kutoka Uvira, ni kukumbushe tu kwamba unasikiza matangazo yetu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tarehe 26 mwezi wa 5 2026 ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki. Hii ni Amka na Baraka One TV. Unafuata matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, Central pamoja na East Africa, na wale wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini. Ejidi Kizenga Tembele, King Sele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Ledone Butoto, Biondo Kilamba Mao, mzee wa state ya Maine, Dafeza Daliteshe, Da Asha Da Arwe na Kisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Ramaki Afrika Kusini, Mohamed Papira Jabu kutoka Afrika Kusini, ya Hausa kutoka Dar es Salaam, watakiwa nasikiliza Baraka One TV. Asokolo Ayeba, Asani Ramadhan. Matangazo yetu pia unafuata kupitia Mwangaza TV. Baada ya taarifa hizo, tuingie jimboni Kivu ya Kusini, Minembwe, Nzibira, Kalehe, M23 wakiwa na cha moto. Tukianza na taarifa kutoka huko maeneo ya Minembwe, kwa sasa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na wazalendo wananyemelea Minembwe, huku hali ya usalama ikiwa inaimarika katika maeneo mbalimbali ambayo kwa sasa
yako chini ya udhibiti wa FARDC pamoja na wazalendo. Shida ni katikati ya Minembwe Center ambako mpaka sasa hivi Twirwaneho, Red Tabara na M23 wamewashika watu mateka, hawataki kuweka silaha zao chini, licha ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwataka magaidi hao kuweza kuweka silaha chini ili kurejesha amani ya kudumu hayo maeneo ya milima ya nyanja juu pamoja na nyanja ya chini. Kwa upande wa Nzibira, raia walalamikia vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu ikiwemo ubakaji pamoja na mauaji ambayo yanatekelezwa na magaidi wa M23. Nzibira na kando yake hali inazidi kuonekana kuwa tete na mbaya zaidi, huku magaidi wa M23 wakinyoshewa vidole kwa vitendo vya ubakaji, mauaji pamoja na wizi. Moja kati ya mashirika ya kiraia wanazungumza yafuatayo. Communauté internationale, nationale, provinciale, locale, territoriale na ku viongozi autorité ya mouvement M23 ambayo inakaa kwa eneo ya Nzibira na maeneo zake environ Zanzibira. Ni mshangao sana kuona kweli tunaweza kuwa mpaka leo mu 21e siècle batu iko bana sibiri maatrocite zenye mtu wa Nzibira iko na sibire hizi siku. Hii karne haiko tena karne ya vile. Ninatia onyo kubwa sana kwa viongozi wa M23 wajue kwamba walikuja Nzibira sio kwamba walikuja kukuta nyama. Hapana, ni watu walikuta wana silaha, lakini population ya Nzibira iko na kinywa ya kuongea. Iko na kinywa ya kuongea. Nilisema hapa mwezi jana nikasema kwamba kaza nani za violence ubakaji zinazidi Nzibira. On était à 11 victimes, à 11 cas za violence, lakini majuzi hapa mwa siku 4 kumepatikana tena ka 3 za ubakaji zenye ziko zinafanyika na warugaruga wa M23. Haifurahishe sisi. Walikuja wakasema tunakuja kulibere population. Liberation ndo hii sasa. Liberation ni kukua tunabaka watu. Ubake bazee, mubake wa binti, mubake wa mama, hamuna heshima kwa mtu. Hamuna heshima kwa mtu ambaye Mungu aliumba. La vie humaine est sacrée. Ndio kisu inasemekaga. Hatutakubali mchezo, hapana. Tutaendelea kudenonse kama hatuna nguvu ya sababu mko na silaha ya kuwashika. Sisi tutasema kwa kinywa, tutasema vinywa vyetu vitaongea na tutadenonse. Hatutanyamaza, hatutakubali Nzibira watu wakwe pietine kama vile. Katika mapigano wiki hii ambayo yalifanyika tarafani Kalehe jimboni Kivu ya Kusini, ambako magaidi wa M23 walikiona cha mtema kuni na baadhi yao kuweza kukamatwa mateka. Mateka hao ambao walikamatwa walikuwa katika FARDC na baadaye wamoja kulazimika kuingia ndani ya M23 na wengine kwenda kwa M23 kwa na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Kikubwa ni kwamba endelea kulike, endelea pia kugusa alama ya kengele, ndio itakufanya uwe unapata matangazo yetu kila kukicha, na usikose vile kutembelea Mwangaza TV. Gusa pia alama ya kengele kwa upande wa Mwangaza TV na vile itakufanya kuwa kwanza kabisa kuwa unapata kila tangazo letu linapokuwa liko tayari. Usikose pia kulike, usikose pia kushare
na usikose pia kuendelea kusupport Baraka1 TV pamoja na Mwangaza TV kwa taarifa zaidi. Mimi ni Rajab Wakili Kabonga.